It is what it is, ladies and gentlemen, big boys and girls. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa Irani iliwahi kujaribu kumuua moja ya wanae, lakini hakutoa maelezo ya kutosha kuhusu tukio hilo, ikiwemo mwana aliyelengwa, lini njama hiyo ilifanyika, ilitokea wapi, au namna ilivyoelezwa. Netanyahu alitoa madai hayo siku ya Jumatatu Agosti 24 mwaka 2026 wakati akizungumza kwa njia ya simu na kituo cha television cha nchi ya Israel. Alisema Irani ililenga mmoja ya wanae na kujaribu kumuua. Netanyahu ana watoto wawili wa kiume ambao ni Yairi pamoja na Avineri, lakini hakusema ni yupi kati yao alikuwa akilengwa. Pia haijafahamika hadharani ni lini njama hiyo ilidaiwa kufanyika, wala kama kulikuwa na hatua yoyote ya moja kwa moja iliyofanyika kwa ajili ya washtukiwa. Kauli ya Netanyahu imekuja wakati kukiwa na mjadala nchini Israel kuhusu kiwango cha ulinzi kinachopaswa kutolewa kwa viongozi wa kisiasa na wagombea wa nafasi za uwaziri mkuu. Netanyahu alikuwa akizungumzia taarifa kwamba Shin Bet, shirika la usalama wa ndani la nchi ya Israel, lilikuwa limesita kutoa ulinzi kwa mwanasiasa na mkuu wa zamani wa jeshi Gadi Eisenkot, ambaye ni mmoja wa wapinzani wake muhimu kuelekea uchaguzi mkuu wa Israel unaotarajiwa kuweza kufanyika Oktoba 27. Netanyahu alisisitiza kuwa vitisho vinavyotokana na nchi ya Irani vinaonyesha umuhimu wa kuwapa ulinzi viongozi na wagombea wakuu wa kisiasa. Alisema ulinzi huo si jambo la anasa, akieleza kwamba bila hatua hizo za kiusalama, Irani inaweza kupata nafasi ya kutekeleza mashambulizi. Hadi sasa hakuna ushahidi wa wazi uliowekwa hadharani unaoeleza kwa undani njama hiyo, na mamlaka za Irani hazijatoa majibu ya wazi kuhusu tuhuma hizo katika taarifa zilizoripotiwa hivi karibuni. Madai hayo yanaibuka katika kipindi ambacho uhusiano kati ya nchi ya Israel na nchi ya Irani umeendelea kuwa na mvutano mkubwa kufuatia vita vinavyohusiana na nchi ya Marekani na nchi ya Israel dhidi ya nchi ya Irani vilivyoanza mwezi Februari mwaka huu. Maoni yako ni yapi katika hili ambao umetoka kulisikiliza pamoja na kuweza kutazama? Achia comment yako hapo chini, then mtapita nao katika episode ambayo inafuata. I go by the name Kelvin K, your daddy, father of 6 babies. Until time mengine, ladies and gentlemen, big boys. Ladies, you know how clock it is. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.